أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Juzi siku ya Jumamosi tukiwa na ndugu yetu Said Muhammad Jamaluddin alituanzia kisa cha Ghazwatu Badr, Ghazwatu Badr al-Kubra, kisa cha vita vya Badr, na ilikuwa ni kwa munasaba wa kuwa tarehe 27 ya Ramadhani ndio tarehe vilopiganwa vita vya Badr, na ni uzuri kukumbuka masiku ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, masiku ya nusra na masiku ambao kwamba Waislamu walipata nusra ndani yake na usaidizi na ushindi. Henda na sisi tukapata moyo na tukajifunza mengi katika ushindi ule wao waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ikawa ni kawaida yetu ikifika siku za vita vya Badr tukieleza vita vya Badr, na zikija siku za Fathi Makkah kwa tukieleza waqia wa Fathi Makkah. Na taratibu ilikuwa ielezwe Jumamosi na Jumapili jana, isipokuwa jana kama tulivyoona kulikuwa na musabaqatul Qur'an hapa msikiti huu wetu, hafla ya kuwapa zawadi waliofaulu. Hatukuweza kuendelea na darsa kwa sababu ya wakati. Kwa hivyo leo inshallah tutakamilisha kisa cha Badr kama kilivyoanzwa katika siku ya Jumamosi. Na siku ya Jumamosi alotutolea kisa, alifika pale mahali ambapo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa amefanya uamuzi wa kutoka Madina pamoja na jeshi kwenda kuliteka, kufanya ambush kwa ule msafara ambao kwamba ulikuwa umeongozwa na Abu Sufyan, msafara wa Makureishi. Na sote tuelewa kuwa Waislamu muhajirun waliobura kutoka Makka kwenda Madina, ikiwemo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walikuwa wamenyang'anywa mali zao, wameuawa baadhi ya watu wao, wameteswa, wamepokonywa majumba yao. Kwa mfano, Sayyidina Suhaib al-Rumi alikuwa ni milionea alipokuwa Makka, lakini kwa sababu ya kugura ikabidi awache mali yake yote kule Makka, agure peke yake bila kitu chochote kuja Madina. Na mfano wao kina Sayyidina Uthman, kina Sayyidina Abdurrahman ibn Auf na masahaba wote, bali na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyawacha mali yake na majumba yake kule Makka. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwa wao washajikusanya Madina na wamepata nguvu na usaidizi wa Maansar, akawapa ruhusa ya kujitetea kama inavyotuambia Qur'ani, udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir, au kama qala Subhanahu wa Ta'ala, wamepewa ruhusa wale ambao kwamba wapigwa vita, yani Waislamu, kwa sababu wao wamedhulumiwa na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwapa nusra. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoona kuwa kuna msafara umebeba mali mingi, msafara wa Makureish unaotoka nchi za Sham waelekea Makka na utapita karibu na Madina, katika pambizo za Madina, akafanya uamuzi wa kuwa watatoka yeye na masahaba, wataenda kuuvamia ule msafara ili wapate kurudisha yale mali yao. Si kuuvamia kwa njia ya uvamizi au uwizi wa mabavu, la, kwa sababu wao ndio waliowapokonya mali yao walipokuwa Makka. Sasa na wao watakwenda kukomboa yale mali yao, watachukua na wao mali yao. Kwa hivyo uamuzi huu ukafanywa, akatoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka Madina,
pamoja na kundi la masahaba wakiwemo 319. Baadhi yao walirudi kwa sababu moja au nyingine kama tutakavyokuona, mpaka walipofika Badri walikuwa ni masahaba pamoja na mtume akiwa miongoni mwao 313. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwacha pale Madina Sayyidina Abdullah ibn Maktum ndio awe imamu wa msikiti. Sayyidina Abdullah ibn Maktum alikuwa ni dharirul ain, alikuwa ni mgonjwa wa macho, haoni, kipofu. Kwa hivyo amepewa udhuru wa kutokwenda vitani. Mtume akambakisha Madina ndiyo awe imamu wa msikiti wake. Pia baadaye akamregesha katika hao walorudi, akamregesha Sayyiduna Abu Lubaba al-Ansari ndio awe wali Madina, ndio awe mwakilishi wa mtume pale Madina baada ya mtume kuondoka kutoka mjini. Na hili linatuonyesha kazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na umuhimu wake wa kupanga uongozi. Yeye ametoka, lakini amehakikisha amewacha imamu, amemchagua imamu na amechagua nani ambao kwamba atakuwa kiongozi kwa niaba yake wakati yeye hayupo. Jeshi lile la watu 313 lilikuwa limebeba ndani yake wazee wakongwe, limebeba ndani yake watoto wadogo, mpaka watoto wa miaka 9, 10 wamebebwa katika jeshi, kuonyesha udhaifu wa lile jeshi. Sikuwa ni jeshi kila aliyoko kwenye lile jeshi ni mwanajeshi, wamebebana tu ili kuongeza idadi. Jeshi lile lilikuwa na farasi wawili peke yake, farasi mmoja akipandwa na Sayyiduna Zubair ibn al-Awam farisu Rasulillah, na farasi mwingine akipandwa na Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Farasi wawili peke yake na ngamia wachache. Sayyidina Ali karamallahu wajha aeleza, asema siku tulivyotoka kwenda Badr tulikuwa ngamia mmoja akitumiwa na watu 3 katika jeshi letu, yani itakuwa kwa mahesabu ni ngamia kama 100. Kwa hivyo hawa ndio waliotoka nao. Ngamia mmoja iwatumiwa na watu 3, atapanda mmoja, wenzake wakichoka atashuka, atapanda mwingine, akichoka yule wa 3 atashuka, atapanda yule wa 3, kwa kupishana. Asema ngamia huyo mmoja nilokuwa naye mimi, nilikuwa tukimpanda mimi, Sayyidina Ali asema mimi na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Abu Lubaba yule ambaye baadaye atarudishwa. Basi sisi tukamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa basi panda wewe ya Rasulullah peke yako, sisi tutatembea kwa niaba yako, mmoja mbele mmoja nyuma, kwa sababu ya ulinzi na usalama wako. Wewe usitembee, wewe panda, sisi tutatembea. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, la ma antuma bi aqwa minni, nyinyi wawili hamuna nguvu kunishinda. Kama ni nguvu za kutembea, mimi nawashinda, naweza kutembea zaidi yenu. Na kama ni adui ndio mwamchelea, basi mimi ndio nitawahami nyinyi, si nyinyi kwa mtani hami nyinyi. Kwa hivyo la, tutatembea sote, tutapanda sote. Wama antuma bi aghna anil ajri minni, wala nyinyi hamuzitaki thawabu kushinda mimi ninavyozitaka. Kwa hivyo mimi nina nguvu kuwashinda, na mimi pia nazitaka hizo thawabu ambazo nyinyi mwazitakilia. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, sayyidul mutawadhi'in, alikuwa bwana wa tawadhu, wa kujiweka chini na kujiweka sawa na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Baada ya kutoka kule Makka kulitokea tukio ambalo kwamba muarrikhun wenye tarikhi walieleza. Mmoja katika maamati zake Mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani dadake babake Mtume, Atiqa ibn Abdul Muttalib, bintu Abdul Muttalib, alilala akaona kwenye ndoto kuwa amekuja mtu kutoka nje ya Makka mpaka akaingia ndani ya Makka.
akaja mpaka kwenye Al-Kaaba, kisha akaenda akapanda mpaka kwenye jabali kubwa, Jabal Abi Qubais, liko mpaka sasa Maka kule, kwa wanaoenda umra wa wakilioni. Akapanda lile jabali akawaita Makureishi wote, kisha akawaambia, ya al-Ghadar, infiru ila mautikum ba'da thalath. Akasema, yani balaa imekuja na nyinyi mutakwenda kwenye mauti yenu baada ya siku 3. Kisha alikuwa amebeba jiwe kubwa akalirusha. Alipolirusha lile jiwe, lilipotua chini, Atika yule mwenye ndoto iwaeleza kwa lile jiwe likapasuka. Akasema, sikuona nyumba yoyote katika nyumba za Kikureish, yani kabila zote za Kikureish, isipokuwa chembe chembe ya lile jiwe liliingia katika zile nyumba. Atika huyo alipopambaukiwa akamuita ndugu yake Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ammi yake Mtume, na alikuwa hajasilimu bado. Akamueleza hii ndoto. Al-Abbas yule akamwambia, basi usiwaambie watu hii ndoto, na mimi sitomwambia mtu, wacha tusishtue watu. Lakini Al-Abbas yule alikuwa na rafiki yake chanda na pete, Al-Walid ibn Utba. Akaenda akamwambia Al-Walid ibn Utba, usimwambie mtu, lakini dadangu Atika ameona kitu fulani 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 katika usingizi wake, yani katika ndoto yake. Al-Walid akamwambia sawa. Fastaktamahu fakatama, na akamwambia usimwambie mtu, ule akamwambia sawa, sitomwambia mtu. Al-Walid alipotoka tu pale, na sote twajua siri ni ya mtu na nafsi yake, ukishamwambia mwingine si siri tena. Akaenda akamwambia babake Utba ibn Rabi'a, wa Atika dadake Abbas ameona kadhaa na kadhaa na kadhaa. Utba naye akamwambia mwingine, hata shaa fi Quraish, mpaka habari ile ikaenea kwa Makureish, ikamfikia Abu Jahl ibn Hisham, ndio alikuwa sayyidu Quraish, bwana wa Makureish. Abu Jahl huyo akaenda mpaka kwa Al-Abbas, akamwambia Abbas, hanipe habari gani hizo, zinasikia habari za Atika dadako, sijui ameota, ameona, hamuishi watu nyingi, ameota kitu gani? Basi yule akafanya kama hajui, kwa sababu yeye wajua kumwambia mtu mmoja peke yake, sijui. Akamwambia, malakum banu Abdul Muttalib, muna kitu gani nyinyi watoto wa Abdul Muttalib? Alan yakfiyakum an yatanabba rijalukum hatta tatanabba nisaukum, hamutosheki kuwa wamedai utume wanaume wenu. Banu Abdul Muttalib, yani Mtume Muhammad alikuwa katika Banu Abdul Muttalib. Sasa Abu Jahal amwambia, hamutosheki kuwa katika wanaume wenu mumedai kuwa kuna mtume, basi mpaka kwenye wanawake wenu pia mnataka kutuletea watume, sijui watu wa kuota, kesho kutwa kutafanyika nini? Akamwambia, zitafika hizo siku 3 mliotuambia tutakwenda kwenye mauti yetu, na ikiwa hakukufanyika kitu, naktubu annakum akdhabu ahli baitin fil arab, tutaandika sasa kuwa nyinyi Banu Abdul Muttalib ndio waongo zaidi, familia ya urongo zaidi kwa Waarabu. Al-Abbas akasema, nikapata na dhiki sana juu ya lile. Huku Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametoka, Abu Sufyan kiongozi wa ule msafara ambao kwamba Mtume ameulenga kwenda kuuvamia, akapata habari kuwa kuna jeshi imetoka kutoka Madina, jeshi ya Mtume yaja kukuvamia. Pale pale akabadilisha njia na akatuma na mjumbe rasul, yani mjumbe aende Makka, akawaarifishe watu wa Makka kuwa msafara wenu na mali yenu yaja kuvamiwa, njooni muiokoe. Akatoka yule rasulu Abi Sufyan, yule mjumbe wa Abu Sufyan, akatoka ile siku, akafika Makka siku ya 3. Siku zile 3 za Atika yule dadake Al-Abbas aliota, akaingia Makka kwa vishindo na babaiko, Al-Ghawth, ya ma'shara Quraish, adriku irakum, adriku amwalakum,
adriku ikhwanakum, enyi Makureishi, tokeni, tutaka usaidizi, nendeni waokoeni mali yenu, kaokoeni msafara wenu, kawaokoeni ndugu zenu. Basi Makureishi wale kwa kadhia ndefu, baada ya kuitana katika Darun Nadwa, wakapitisha kuwa na wao watatoka. Ikawa ni kuhakikisha ile ndoto ya Atika kuwa baada ya siku 3 mutatoka kwenda katika maukiani. Anaeleza riwaya hii Al-Abbas yeye mwenyewe. Huku Abu Sufyan ameweza kukwepa ule jeshi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kubadilisha ruti, njia ile wanaopita, wakapita mpaka kwa baharini, wakaweza kukwepa. Kwa ufupi, hawakuweza kudirikiwa kupatikaniwa na lile jeshi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini na huku Makureishi washaamua kutoka. Sasa Mtume ametoka na Makureishi wametoka, wote washatoka, wote wawili zawafikia habari kuwa msafara wa Abu Sufyan umesalimika. Sasa wakaanza kushauriana wao kwa wao. Kwa upande wa Makureish ikatoka rai iliongozwa na Talib ibn Abi Talib, mtoto wa kwanza wa Abu Talib. Ndio maana Abu Talib akaitwa Abu Talib, Talib ibn Abu Talib. Akawaambia wale Makureish, na alikuwa si Muislamu, turudini, kwa sababu sisi tumetoka kuokoa mali yetu na msafara wetu na ndugu zetu, basi turudini Makka. Hilo lishapatikana, umeokoka ule msafara. Baadhi ya pote katika Makureishi wakakubaliana naye, wakatoka 300 wakarudi Makka. Lakini wingi wao 1000 wakiongozwa na Abu Jahl ibn Hisham wakakataa, wakasema la, sisi tushatoka na si ada yetu mabwana wa Kureishi, tukishatoka tushavaa nguo zetu na silaha zetu kurudi bila vita, kwa hivyo sisi tutakwenda. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kupata habari pia za kuwa Abu Sufyan ameshakwepa, lakini na Makureishi wameamua kuwa hawarudi, watakuja hivyo hivyo, akawashauri masahaba wake, akainuka mmoja katika masahaba Al-Miqdad ibn al-Aswad, akamwambia, al-amru amruka ya Rasulullah, amri ni amri yako, vile utakavyoamrisha wewe, na sisi wala nakulu laka kama qala banu Israila li Musa, wala sisi hatutokwambia kama banu Israili walivyomwambia Musa. Katika suratul Baqara, banu Israili walimwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walimwambia Musa, nenda wewe na Mungu wako kapigane. Nabii Allah Musa aliwahamasisha, aliwapanga kutoka kivita kwenda kupigana, lakini wao wakamjibu, wakamwambia, mambo ya kupigana, nenda kapigane wewe na Mungu wako, sisi tuwasubiri hapa, mkishinda mtatukuta hapa. Sasa Al-Miqdad huyo amwambia Mtume, sisi hatutakwambia kama banu Israili walivyomwambia Musa, walakin naqulu laka, lakini sisi tutakwambia, idhhab anta wa rabbuka faqatila wa inna ma'akuma muqatilun, nenda wewe na Mungu wako kapigane, na sisi tuko pamoja na nyinyi katika kupigana. Bado Mtume akawashauri masahaba zake mpaka Maansar, watu wa Madina, wakagundua kuwa wao ndio wanaotakikana watoe ushauri. Kiongozi wao Saad ibn Muadh akasimama akamwambia, ya Rasulullah, pengine wewe yaonesha kama wataka rai yetu sisi. Mtume akamwambia, naam, nataka rai yenu. Akamwambia, la ya Rasulullah, hutaki rai yetu sisi. Toka mwanzo, kabla hujagura kuja kwetu, tushakwambia kwa wewe ukija nyumbani kwetu, yani Madina, basi wewe uko chini yetu, chini ya ulinzi wetu, na unalo jeshi letu, unazo nyama zetu na damu zetu. Wallahi ya Rasulullah, ukituelekeza baharini ukatuambia ingia baharini au ingieni baharini, na sisi tutaingia. Thabatu waliokuwa nayo Makureishi.
Mtume sallallahu alaihi wa Makureishi na masahaba katika Maansar. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam basi akatoa amri ili sasa wende wakapigane na Makureishi. Akawatuma baadhi ya watu wende wakafanye tajassus, ujasusi, intelligence ya wale Makureishi, kupata kujua jeshi lao ni idadi yao ni wangapi na wana vitu gani na gani. Akaenda mmoja katika masahaba akarudi na habari, akamwambia ya Rasulullah, nimewaona, sikujua idadi yao, lakini nawaona kana kwamba kwa siku moja wachinja ngamia 10 au 9 kwa siku moja. Mtume akamwambia basi hao si chini ya 900 mpaka 1000. Na fi'lan ilikuwa kweli, kuonyesha uhodari wake wa kivita na kistrategy, kama anavyomsifu al-Imam Yusuf ibn Ismail an-Nabahani. Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, imamun fil harbi wa fil mihrab, alikuwa ni imam vitani na imamu wa hapa pia kwenye mihrab, kama imamu wenu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia hawa ni kama 1000 na sisi tuko 300. Ushauri wenu bado ni ule ule, tupigane? Akamwambia bala ya Rasulullah, ushauri wetu ni ule ule, sisi tupigane. Makureishi wao pia wakatuma scout wao, ule intelligence wao, wakamtuma Umair ibn Wahb al-Jumahi. Huyo alikuja akasilimu baadaye. Umair huyo akaja akawaona wale watu wachache, akarudi kwa Makureishi akamwambia, naam, nimeona watu wachache, lakini nimeona pia albalaya tahmilu almanaya, nimeona balaa ilobeba mauti ndani yake. Wa raaitu qauman la malja'a lahum illa suyufuhum, na nimeona watu hawana pa kurudi isipokuwa zile panga zao. Kizungu watasema they have nothing to lose, hawana kitu cha kukosa. Hakuna watu hatari katika ulimwengu kama mtu ambao kwamba hana kitu cha kukosa. Wewe ukiwa unacho kitu cha kukosa ndio huwa una hadhari, lakini kama yule mwenzako hana kitu cha kukosa, uhai na kufa kwake kote ni sawa, ule mtu hatari sana. Kwa hivyo akawaambia, nimeona watu idadi yao 300 na kitu, lakini nimewaona pia hawa hawana kitu chengine isipokuwa zile panga zao ndo mali yao. Kwa hivyo hawajali uhai na kufa. Na mimi nimeona, waraaitu anna wahidan minhum la yuqtal hatta yaqtula wahidan minkum, na nimeona ala alaqali mmoja wao hauawi isipokuwa atamuua mmoja kati yenu. Naam, nyinyi mko 1000 au 300, lakini mmoja wao hatokufa isipokuwa ataanguka na mmoja kwenu. Na kuna kheri gani ikiwa tutakuja na jeshi la watu 1000 kisha turudi tumepungua 300 kati yetu? Mimi naona tusipigane. Yule jasusi wao yawaambia namna hiyo. Mmoja katika viongozi mabwana wa Quraysh, Utba ibn Rabi'a, akaiunga mkono rai yake hii, akasema rai nzuri hii ya Umayr, na mimi nina rai nyingine. Naona kuwa wale walioko upande ule mwingine si watu wa mbali, imma ni watoto wetu au watoto wa ndugu zetu au watoto wa maammi zetu au watoto wa wajumba zetu. Sisi ndio tuliowatoa katika mji wetu. Sasa tukipigana, hata baadaye tukishinda, tuseme tukishinda, tukirudi Maka, mtu atamwangalia mwenzake, atamuona katika yule mwenzake mtu aliomuulia imma mtoto wake au aliomuulia mtoto wa dadake au mtoto wa ndugu yake. Tutakuwa na raha gani katika maisha yetu? Mimi nitamwangalia mwenzangu yule alimuulia mtoto wangu ambao yuko katika jeshi lingine. Na fi'lan yeye al-Walid ibn Utba alikuwa na Abu Hudhaifa ibn Utba ibn Rabi'a. Yani Utba alikuwa na mtoto wake ambao kwamba amesilimu, yuko ule upande mwingine. Abu Jahl ibn Hisham aliposikia rai hii
akasimama akasema, wallahi hizi rai hazikutoka isipokuwa ni mambo mawili. Kitu cha kwanza, waoga wakubwa hawa wawili, waogopa kufa, waogopa vita. Na rai ya pili iliyowafanya ni watoe rai zile ni kwa sababu wana watoto wao kule, na sote tuna watoto wetu. Hiyo si sababu ya sisi kurudi. Mwenyezi Mungu yajua kuwa wao ndio walokata vizazi vyetu, na wao ndio waliowatukana miungu yetu, na wao ndio waliotutukana sisi na wakatupiga vita, na wao ndio walikuwa wataka kuuvamia msafara wetu. Kwa hivyo mimi naona ni waoga tu. Huyu Utba huyu mwanzo ndio mwoga wakubwa, ndio mwoga mkubwa kati ya Makureishi. Utba yule akapandwa na jazba, akamwambia Abu Jahl, sirudi mimi, tutaona kesho nani ndo mwoga, mimi ama wewe. Na Utba huyu Alimamu Ibn Kathir, imamu wa tarikhi, asema kama kuna mtu alokufa kafiri na ataingia motoni kipumbavu kwa sababu tu ya kibri na kwa sababu tu ya upumbavu wa kuogopa lawama, ni Utba ibn Rabi'a. Imekuja katika mawaqif mingi sana, sehemu nyingi sana katika historia, yuko karibu na kusilimu au yuko karibu na kuona haki, na alikuwa ni mtu yani mwenye busara, lakini kinachomregesha nyuma ni ule kuwa watu wake watasema kitu gani. Upumbavu kama huu huitwa muoga, apanda jazba kwa basi twende tukapigane na mimi si muoga. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoona kwenye durusi za nyuma, akishaandika ukafiri kwenye moyo wa mtu, ule mtu huwa hana dawa ya kumtibu. Ilmuhimu wakaamua kupigana pande zote mbili. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jeshi lake wakafika Badr kabla ya kufika Makureishi. Mtume akawaashiria jeshi lake lisimame mahali fulani nyuma ya kisima cha Badr. Mmoja katika masahaba, Al-Habbab ibn al-Mundhir, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mahali hapa ulipotusimamisha ya Rasulullah, awahyun amir ra'yu wal harb wal makida, ni wahyi ndio ulokuambia tusimame hapa nyuma ya kisima, ama ni rai yako tu na zana za kivita na tactic? Mtume akamwambia bali rai, ni rai yangu tu na njama za kivita. Basi akamwambia ya Rasulullah, rai yangu mimi tusimame mbele ya hichi kisima, tunweni sisi, tutekeni na maji, kisha tukifinike hichi kisima, wasipate kunywa katika Makureishi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia neema rai nzuri iliyoje. Pia yaonesha utukufu wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kukubali kwake ushauri wa wenzake katika masahaba. Hakuwa dikteta, pamoja na kuwa yeye ni mtume. Kwa hivyo kiongozi hawi kuwa yeye wajua kila kitu. Kiongozi wa nyumbani, kiongozi wa msikitini, kiongozi wa kazini, kiongozi wa mahali pengine popote, lazima awashauri wale walioko chini yake, kama Mwenyezi Mungu anavyomwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, washawirhum fil amr, taka ushauri kutoka kwa hawa masahaba zao. Kwa hivyo Mtume akalisongeza mbele lile jeshi kwa ushauri wa Habbab ibn al-Mundhir. Kisha wakapitwa na usiku pale. Sayyidina Ali atuambia kwa usiku wa Badr, Lailatul Badr, sote tulilala. Ni katika maajabu ya Badr. Kesho ni vita vya watu 300 kwa watu 1000, vita vya mapanga na mishale na nini. Kuna usingizi utakuja hapo, lakini ni kama inavyotueleza Qur'ani, ni rahma iliyoangukia masahaba. Walipigwa na usingizi. Sayyidina Ali atuambia, mimi sikujifahamu mpaka nikushtukia na mkuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuko pale pale nilipomwacha kabla sijalala. Asubuhi ile kuonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakulala usiku ule, alikuwa akiswali na akilia tahta shajara, chini ya mti pale Badr. Akileta Al-Imam Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya
asema umepokewa uradi wa ya hayyu ya qayyum. Mtume alikuwa akiurudia usiku wa Badr, ya hayyu ya qayyum, na akiomba dua na asubuhi ile walioamka dua na dua, mpaka akaomba dua akasema, Allahumma in tahlik hadhihi al-usaba falan tu'bada ba'da al-yawma fi al-ard. Ya Allah, pote hili la masahaba hawa 300 ndio wakusanya nikaja nao hawa, wakiangamizwa wakifa hawa, ya Allah, hutoabudiwa tena katika ardhi. Sayyidina Abu Bakr aliposikia dua hii akamtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yeye ashakupa waadi wako, ashakupa ahadi kuwa atakunusura. Yani kufikia hadhi ya Mtume kuomba dua kama hii ni kuonyesha kuwa alikuwa ameingiwa na dhiki na hofu kiasi gani katika zile vita. Kwa hivyo Sayyidina Abu Bakar akamtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulama wa tasawuf watuambia huku kuwa Sayyidina Abu Bakar amtuliza Mtume siku ya Badri asubuhi, ni kana kwamba kwaja mahali pa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumtuliza Sayyidina Abu Bakar walivyokuwa wakigura katika hijra. Wakati Sayyidina Abu Bakar amebabaika ndani ya pango, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, usibabaike, la tahzan inna Allaha maana, akimtuliza. Basi Sayyidina Abu Bakar amlipa na yeye amtuliza siku ile ya Badr. Pia hii kuonyesha uzuri wa urafiki mwema, marafiki kama hawa wawili walivyokuwa wakisaidiana. Ilhasil, majeshi yale mawili yakapambana, wakatoka katika Makureishi katika kupambana kufanya mubaraza, na ndivyo walivyokuwa vita vya kizamani, kuwa wakitoka watatu mwanzo kabla ya majeshi hayajapambana, watatu katika jeshi hili na watatu katika jeshi lile wakipigana. Katika baadhi ya vita vilivyoelezwa katika taarikhi, wale watatu na watatu wanaotoka watakaoshindwa katika ule mubaraza, yaweza kuwa vita vikaisha hapo. Wale yani wakakosa morali ule wa vita, wakarudi zao, na hawa wakarudi na ushindi. Kama mfano wa kusema penalty katika lugha na maisha yetu ya sasa, tukapigwa penalty badala ya kuchezwa ile mechi yote. Kwa hivyo wakatoka watatu katika Makureishi kufanya mubaraza na watatu katika Waislamu. Katika Makureishi akatoka yule sahibu wetu Utba ibn Rabi'a, yule alomwambia Abu Jahl kuwa tutajua kesho nani ndo muoga. Sasa kuonyesha kwa yeye si muoga na yeye shujaa, akatoka yeye Utba ibn Rabi'a, akamtoa na ndugu yake Shayba ibn Rabi'a, akamtoa na mtoto wake Al-Walid ibn Utba, kuonyesha kuwa wao si waoga, wao wajua vita. Katika jeshi la Waislamu wakatoka maansari watatu, watu wa Madina. Hawa kina Utba walivyoona wale watu, wakawauliza, man antum, nyinyi nani? Wakajitambulisha, sisi ni fulani fulani katika watu wa Madina. Utba ibn Rabi'a yule akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ya Muhammad, akhrij lana akfa'ana min qaumina, sisi hatupigani na watu duni hawa, tutolee katika watu wetu tunaowajua, mabwana wa Quraysh. Hatutaki kupigana na watu wajui. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwamrisha ammi yake Hamza ibn Abdul Muttalib na mtoto wa ammi yake Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib na mtoto wa ammi yake Ubaida ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, wakatoka hawa watatu kupambana na watatu wale wa Quraysh. Sayyidina Hamza akamuua Shayba ibn Rabi'a, na Sayyidina Ali ibn Abi Talib akamuua Al-Walid ibn Utba. Ubaida ibn al-Harith alikuwa amepambana na Utba ibn Rabi'a, wakajeruhiana wote wawili, huyo alimpiga panga mwenzake na huyo alimpiga panga mwenzake. Sayyidina Hamza na Sayyidina Ali walivyoona kuwa Sayyidina Ubaida amejeruhiwa,
wao wakafika pale kumuokoa na kumsaidia, wakammaliza Utba. Makureishi baada ya kuyaona yale, sasa wakaja jeshi lote, wakapigana pale vita vikali, na kwa kufupisha vita wakauawa katika Makureishi 70 na wakatekwa 70, na hawakuuawa katika Waislamu isipokuwa 14, akiwemo mmoja wao huyu aliuawa katika mubaraza, Sayyidina Ubaida ibn al-Harith. Katika waliouawa siku ya Badr ni Abu Jahl ibn Hisham, adui mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na yule alikuwa akiwahamasisha wenzake kwenda kwenye vita. Imekuja riwaya katika sahihain, Sahih Bukhari na Sahih Muslim, wa Sayyidina Abdurrahman ibn Auf asema, nilipokuwa katika safu siku ya Badr, walikuja vijana wawili wadogo wakanigusa kwa nyuma. Vijana wawili wadogo, yeye mwenyewe katika riwaya asema ahdathul asnan, waanza kutoa meno. Ni juzi na jana tu ndo wametoa meno, miaka 8, 9, 10. Wako katika jeshi la Kiislamu, Muadh na Muawidh abna Afra. Watoto hao wawili wakamwambia Abdurrahman ibn Auf, ya am, tuonyeshe Abu Jahl ni upi, tunataka kumjua Abu Jahl ibn Hisham. Mwataka kumfanya nini Abu Jahl ibn Hisham? Abdurrahman ibn Auf, watoto wadogo, mwataka kumfanya nini? Sami'na annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusikia yeye kuwa yuamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tumeweka nadhiri toka Madina, tumekuja hapa kupambana na yeye. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf asema pale, nilikuwa natamani na mimi nilikuwa mdogo kama wao, nikawaonyesha yule pale Abu Jahl. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf asema wakaondoka wale vijana wawili, na kwa sababu ni vijana wadogo wafupi, pengine kimo chao kama kimo cha yale mapanga wanayoyabeba wakiyakokota, hawakuonekanwa. Abu Jahli yuko juu ya farasi, na baadhi ya muarrikhun watuambia kuwa Abu Jahli yeye peke yake katika hao 14 katika Waislamu aliwaua 7, yani nusu yao waliuliwa na yeye huyo Abu Jahli. Basi yuko katika pilika zake za kupigana, mmoja katika wale watoto Muadh yule akampiga panga la mguu, akamwahi hapa kwenye panga la mguu, akamwangusha, akamkata mguu kabisa, kama alofukatwa kwa operation amputation, akaanguka Abu Jahl. Mwenzake yule Muawidh akampatiliza pale chini, akampiga panga la kifua. Wote wakakimbia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qatalna aduwaka, ya Rasulullah, tumemuua adui yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza, nani mumemuua? Nani? Abu Jahl ibn Hisham. Afaaltum, mumemuua kweli? Naam ya Rasulullah. Mmoja yule Muadh asema, lakini ya Rasulullah, mimi ndo nilomuua, si huyo, mimi ndo nilompiga, nilomwangusha. Muawidh yule amwambia, ya Rasulullah, la, ni mimi ndo nilomuua, si huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, mapanga yenu munayo? Mwambie tunayo. Bado yana damu? Yote mawili yana damu. Mwambie basi nyote wawili mumemuua. Kumbe hata hawakumuua. Watoto wadogo mapigo yao yaeleweka kuwa hayakummaliza Abu Jahl. Naam, walikuwa na sahmu, walishiriki katika kumuua, na ndio wanaojulikana katika tarehe kuwa waliomuua Abu Jahl. Lakini Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud asema, tulivyokuwa tuwapekua wale waliofariki siku ya Badr katika Makureishi waliouawa, tukamwona Abu Jahl, kumbe hajakufa. Mimi namuona, kumbe hajakufa. Nikampanda juu yake. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud watuambia alikuwa mfupi sana, yani hafiki hata mita 1. Nikampanda juu yake, bado hajakata roho. Asema Abu Jahl akaniambia, ya ruwaiya alghanam, ewe mchunga mbuzi,
utopanda kipando chengine kitakatifu kama kipando hichi ulichokipanda leo. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud amwambia, nikashika upanga. Angalia jeuri yani. Nikashika upanga, kamuuliza, una maneno ya mwisho kabla sija kumaliza? Akamwambia, naam. Qul li sahibika, nenda kamwambie mtu wako, rafiki yako Muhammad, kuwa mimi ni adui yake nilipokuwa hai, na sasa nafa mimi bado ni adui yake. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud akammaliza Abu Jahal, kisha akaenda akampa habari Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume akamwambia kwa hadithi ndefu, akamwambia, inna likulli ummatin fir'aun wa fir'aunu ummati Abu Jahl ibn Hisham, kila umma una firauni wake, na ummati wangu Muhammadu firauni wetu ni yule Abu Jahl ibn Hisham. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaamrisha wote wale, tukimalizia, wote wale 70 waliofariki katika makafiri wa Kikureishi pale siku ya Badr watumbukizwe katika kisima cha Badr. Kisha akasimama katika kile kisima, akawaita mmoja baada ya mmoja, ya Abu Jahl ibn Hisham, ya Utbah ibn Rabi'a, ya Shaybah ibn Rabi'a, ya Umayya ibn Khalaf. Wote walikawaita kwa majina yao, akawaambia, inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, mimi yale alioniambia Mungu wangu mimi nimeyaona yamekuja ukweli. Je, nyinyi yale mlioambiwa na miungu wenu yamekuja ukweli? Mpaka Sayyidina Umar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atukallimuhum wa hum qad jayafu, wazungumzana wao na wao washakufa, majumbi tu, miili haina roho. Mtume akamwambia, wallahi ya Umar, ma antum bi asma' minhum, nyinyi hamusikii zaidi yao, wasikia vizuri sana. Ya ulama wakachukua kwa mtu akienda kuzuru pale kaburini, yule aliyoko ndani ya kaburi yuwasikia. Na imekuja katika hadithi pia, mkienda kuzika pale, mnapoondoka mshamaliza kuzika, yule aliyokufariki pale, la yasma'u qara'ani alikum, yasikia sauti za viatu vyenu mnapoondoka. Kwa hivyo hawa wakauawa, na wakauawa wale 14 katika shuhada Badr. Watu wa Badr katika masahaba wana fadhila kubwa sana. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la'alla Allah attala ala ahli Badr, kuwa Mwenyezi Mungu amewaangalia watu wa Badr wale 313, akawaambia, if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, akawaambia kuanzia leo, yani baada ya ile siku ya Badr, fanyeni mnalotaka, mimi nishawasamehe. Ya ulama wakatuambia haiwezekani katika watu wa ahli Badr mmoja wao akafa katika dhalala, hata akaja sahaba akateleza. Kwa ubinadamu wake ni juu yako kumheshimu na juu yako kufanya taradhi kwake, kwa sababu alishuhudia Badr. Ulama watuambia hakuna munafik ambaye kwamba atakwenda kwenye vita vya watu 300 kwa watu 1000. Kwa hivyo wale wote waliofariki katika ahli Badr na walioshuhudia, walioshiriki katika vita vya Badr katika masahaba wa Mwenyezi Mungu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na Mwenyezi Mungu yuko radhi nao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe nguvu sisi Waislamu, pamoja na hali yetu ya udhaifu na unyonge huku mijini mwetu, lakini ulimwengu wote kwa pamoja awape nusra ndugu zetu waliofanywa wanyonge katika ardhi zao. Atupe nusra sisi dhidi ya maadui zetu na maadui zake na maadui wa dini, kwa haki na baraka ya ahli Badr hawa tuliowasikia, atukutanishe na wao peponi. Atupe ilmu na amal na nia na ikhlas. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wassalamu alaikum wal afwu ala al-itar. Insha Allah kesho itakuwa ni mchana wa siku ya 20, ndio siku ya Fathi Makkah. Kwa hivyo kesho tutaeleza siku ya Fathi Makkah, tukiweza kesho na kesho kutwa, au kwa siku ambazo kwamba
tutaweza kumaliza kisa cha Fathi Makkah. Muhimu ni kutondoa faida ndani yake. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.